Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yako Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Presbyterian Church. Kwa neema ya Mungu tena siku ya leo Mungu ametupatia neema kubwa na kibali cha pekee kwa pamoja kujifunza na kupata ufahamu wa kiroho kuhusu mambo mbalimbali ya usomo wa kiroho. Na siku ya leo Mungu ametupatia neema ya kujifunza tena kuhusu kuvunja madhabahu za giza. Kuvunja madhabahu za giza, madhabahu za shetani. Kulingana na utangulizi ambao tulikwisha kuanza nao, na leo tunaendelea pale tuliishia kwa neema ya Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kabla tujaendelea, wacha tuombe alafu tutaendelea. Baba yetu na Mungu wetu, Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, wewe ni Mungu, zaidi ya kuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni Bwana, zaidi ya kuna Bwana mwingine kama wewe. Wewe ni mfalme, zaidi yako hakuna mfalme mwingine aliye kama wewe. Wewe ni ngao ya wote wanaokukimbilia, wala hakuna ngao nyingine zaidi yako. Wewe ni nguvu ya wote wasiokuwa na nguvu, hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Asante kwa sababu ya neema na kibali ulichotupatia siku ya leo. Asante kwa sababu ya nguvu na mpenyo na upako na rehema zako nyingi kwa ajili yetu Jehova. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye anasikiliza pote pale alipo na kutazama. Asante kwa sababu kuna jambo jipya unakwenda kufanya kwenye maisha yake Jehova Rafa. Asante kwa sababu ya wanawake na wanaume wa madhabahu. Asante kwa ajili ya mtu yote yule ambaye anatazama na kusikiliza. Yesu Kristo, ninatuma neema yako, natuma rehema zako na nguvu zako zikamfikie katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Damu yako ya thamani, damu yako yenye nguvu, Bwana, ikamfunika pote pale alipo. Mkono wako na nguvu yako Bwana vikamwatamia pote pale alipo. Ninakutukuza, ninakubariki, ninakuinua. Ninasema asante kwa sababu ya uzuri wako, ukuu wako na uaminifu wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, sasa katika kipindi hiki mfalme, tunavunja kila madhabahu yote ya giza inayosoma kinyume na maisha ya watu. Kila madhabahu za ukoo zimevunjika, madhabahu za umaskini zimevunjika, madhabahu za ufukara zimevunjika, madhabahu za shetani zimevunjika, mikataba yote na mikatale yote ya giza imevunjika. Uadui wote wamevunjika katika jina la Yesu. Bali neema yako Mungu, nguvu zako Bwana, rehema zako na neema zinakwenda kufunuliwa kwa watu wako, na kila mwenye pumzi ya wewe na yote yule Bwana anakwenda kufunikwa na rehema zako na neema. Utukuzwe Mungu na ubarikiwe kwa sababu ya uaminifu wako na nguvu na ishara na heshima na matendo yako makuu na nguvu ya jina lako na nguvu ya damu yako na nguvu ya neno lako. Asante kwa sababu ya neema, asante kwa sababu ya rehema, asante kwa sababu ya nguvu ya neno lako, nguvu ya jina lako na nguvu ya damu yako ambapo inakwenda kuachiliwa kwetu malango ya Masaya. Mungu wetu unakwenda kutufunika na damu yako inakwenda kutufundisha, neema yako na hekima yako Bwana unakwenda kutupa ufahamu, unakwenda kutupa maarifa, unakwenda kutupa hekima, unakwenda kutupa akili katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yote Bwana unakwenda kutupatia neema ya kufahamu mambo utakayofanya katika siku hizi za mwisho, maana siku za mwisho hizi Bwana ulisema itakuwa ni siku za hatari. Nasi Bwana lazima tuishi kwa ufahamu, maana watu wa Mungu wanaangamia kwa sababu wanakosa maarifa. Lakini asante Bwana Yesu kwa sababu yale maarifa ya kiroho yanakwenda kuachilia kwetu katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba tukiamini kwa Mungu uko nawe, Mungu wa thawabu utakutafutao katika jina safi la Yesu. Amen and amen. Haleluya. Tunamtukuza Mungu kwa sababu ya siku ya leo, na tulikuwa na somo zuri la kuvunja madhabahu, na ndio tunaendelea nalo kwa neema na rehema za Mungu wetu. Na siku ya leo Bwana ametupatia neema ya kujifunza njia baadhi. Tutafundisha kwenye somo la leo, tutafundisha njia kadhaa ambazo zitakusaidia kuvunja madhabahu, kwa sababu tuliona kuna madhabahu mbalimbali zinazotesa watu, na tukasema katika madhabahu kaa roho, na tukasema kwa sababu zinakaa roho kwenye hizo madhabahu, hizo roho pia zinafanya kazi fulani za kuiwakilisha nguvu ya ile madhabahu. Kwa hiyo tukasema mtu anaweza akawa anateswa na shida ya talaka, kumbe ni madhabahu ya talaka, madhabahu za magonjwa, madhabahu za umaskini, madhabahu za ujinga nao ni roho, na ni madhabahu za ujinga zinakaa kwa watu. Madhabahu za magonjwa, madhabahu za umasikini. Kwenye umasikini unakutana na madeni, unakutana na
kukosa fedha, unakutana na kukosa kazi, unakutana na kukataliwa, unakutana na rejection, unakutana na maroho mengi mbalimbali ambayo shetani anatesa watu. Lakini katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai, Bwana Yesu atatuweka huru wote, atatufungua wote na kutufanya kuwa watu wapya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kwa sababu hiyo kuna sababu ya kujua tunafanyaje ili kuzivunja madhabahu, kwa sababu tukijua tu kuhusu madhabahu bila kujua namna ya kuvunja madhabahu, tutakuwa tujapata dawa ya kuzivunja madhabahu hizo. Na ishara pia natamani sana kurudia jambo hili. Ishara mojawapo ya madhabahu kwamba jambo ni madhabahu, ishara mojawapo ya kwamba jambo ni madhabahu, utaona jambo hilo linakuwa linarudia kwenye maisha yako, linakuwa endelevu kwenye maisha yako, linakuwa na pattern za kifamilia. Utagundua kwamba jambo hili sio la kawaida, limekaa kimadhabahu. Kwa hiyo unatakiwa kulinalo kimadhabahu, na Mungu atakufanya kuwa huru tena katika jina la Yesu. Sasa ili kuvunja madhabahu, jambo la kwanza la kuvunja madhabahu nilishafundisha nikasema, tunavunja madhabahu kwa madhabahu yenye nguvu zaidi yake, tunavunja madhabahu kwa maombi, na kama pia tunavunja madhabahu kwa dhabihu. Lakini wakati huo nilikuwa natoa introduction. Kwa hiyo leo nataka tuingie ndani sana katika kuvunja madhabahu, na kwa ufupi, kwa neema ya Mungu nitakufundisha point kama 3 ama 4 kwa neema ya Mungu kadiri ya muda na mahali tutakapofikia. Wacha tuanze na jambo la kwanza katika kuvunja madhabahu. Tunavunja madhabahu kwa kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Tunavunja madhabahu kupitia Yesu Kristo kwa nguvu ya neno lake, kwa nguvu. Tunapozungumza kuhusu Yesu Kristo, tunazungumza kuhusu yeye kama Mungu. Tunazungumza kuhusu nguvu ya neno lake, tunazungumza kuhusu nguvu ya jina lake, tunazungumza kuhusu nguvu ya damu yake. Kwa tunavunja madhabahu kwa Yesu Kristo. Tusome kitabu cha Wagalatia sura ile ya 3 na mstari wa 13. Kitabu cha Wagalatia, tunavunjaje madhabahu za shetani. Wengine wana madhabahu za ukoo, wengine nyumbani kwao kuna madhabahu zimejengwa kabisa, wengine madhabahu za nyumbani kabisa zimejengwa, wengine madhabahu zimejengwa nyumbani kwao. Ziko madhabahu za ufukara, madhabahu za umaskini, madhabahu fulani za utasa, wengine madhabahu za dhambi. Soma kitabu cha Wagalatia sura ya 10 maandiko yanasema nini? Wagalatia 3:10 maandiko yanasema, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha nirudie tena mstari wa 14, ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Amen. Alafu maandiko yanaendelea kusema, ndugu zangu, maandiko yanaendelea kusema, ndugu zangu, na nena kwa jinsi ya kibinadamu, lijapokuwa ni agano la mwanadamu. Hata kwa hiyo likisha kudhibitika, hakuna mtu alibatilishaye wala kuliongeza neno. Hii ningefafanua zaidi kama ningekuwa na kufundisha kuhusu maagano, covenants, kwa maagano. Hata kama mtu akiondoka, maagano yanabaki, sema amina. Lakini nataka tu concentrate sana kwenye mstari wa 13 na 14. Nasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahim iwafikirie mataifa katika Kristo Yesu, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunavunja madhabahu kwa kupitia Yesu Kristo, na tunaingia kwenye baraka ya Ibrahim. Kwa hiyo unavunja madhabahu. Unapovunja madhabahu, maana yake unatarajia kujenga madhabahu nyingine. Anasema tunaingia kwenye baraka ya Ibrahim. Kitabu mstari wa 14 anasema, na ili kwamba baraka ya Ibrahim itufikie. Bwana Yesu sasa, ili kwamba baraka ya Ibrahim itufikie kupitia nani?
kupitia Kristo Yesu. Kwa hiyo una shida ya watoto, una shida ya utasa, ili kwamba baraka ya Abraham ikufikie kupitia Kristo Yesu. Unatakiwa uwe na uhakika kwamba Yesu alishafanyika laana ili sisi tufanyike baraka, na ili baraka zile alizokuwa amepewa Ibrahimu baba yetu wa imani, ili zile baraka alizokuwa amepewa Ibrahimu zitufikie kwa njia ya Yesu Kristo. Ndio maana Yesu akafa na akafanyika kuwa laana, maana imeandikwa, amelaaniwa aangikwae juu ya mti. Kwa sababu Yesu alishafanyika laana, sisi automatically tumefanyika nini? Tumefanyika baraka na tumefanyika baraka, na Yesu Kristo amefanyika laana ili kwamba tuweze kuzipata, kuziaccess zile baraka za Ibrahimu kwa kupitia Yesu Kristo. Maandiko yanasema na kuipokea ile ahadi ya Roho. Kwa hiyo madhabahu zinavunjwa kwa kupitia Yesu Kristo, kwa nguvu ya jina lake, kwa nguvu ya neno lake, na kwa nguvu ya damu yake. Nami katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa nguvu ya damu ya Yesu, kwa nguvu ya neno la Yesu, na kwa nguvu ya jina la Yesu, tumevunja kila madhabahu inayokutesa, ili kwa kupitia damu ya Yesu Kristo, ili kwa kupitia Yesu Kristo ukapata kuingia na kuzipata zile baraka za Ibrahimu baba yetu, baraka ya uzao mwingi, baraka ya watoto wengi, baraka ya kuwa mtu wa mataifa, baraka ya utajiri wa tosherevu, baraka ya kuwa baba mataifa, baraka ya kuinuliwa juu ya mataifa yote, baraka ya kila atakayekubariki akabarikiwe, na kila atakayekulaani akalaaniwe, in the mighty name of Jesus, amen. Haleluya, haleluya. Waya, tuende jambo la pili. Jambo la pili ni toba halisi. Unapotubu, toba ni somo kabisa lilokamilika, na ni somo ambalo tunaliandaa na Yesu kuweza kufundisha. Bwana asifiwe sana, kwa sababu ni somo letu, lakini nataka nikwambie kuhusu toba kwa ufupi. Kuhusu toba, hakuna maombi ambayo yanamfikia Mungu haraka tofauti na maombi ya toba. Bwana asifiwe sana. Yaani ukiona unapata ugumu kwenye kuomba, unaona kama unapata shida kwenye kuomba, omba Mungu akusamehe, omba rehema zake, omba utakaso, omba kusafishwa, omba kusamehewa. Utamwona Mungu akikugusa kwa namna ambayo sio ya kawaida, kwa sababu Mungu anatamani watu watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu kile cha Nehemia sura ile ya kwanza na mstari ule wa 6 mpaka mstari ule wa 7, maandiko yanasema, tega sikio lako, macho yako yafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ni yaombayo mbele zako wakati huu mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako, hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Na mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako, na kuomba likumbuke neno lile uliloamuru Musa mtumishi wako, ukisema, mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho za mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua, ili kuliweka jina langu hapo. Haleluya, haleluya. Hapa maandiko yanatuonyesha umuhimu wa toba, umuhimu wa toba. Kwa hiyo kwenye mchakato wa kuvunja madhabahu, toba ina nafasi kubwa. Tunaona hapa nabii mtumishi wa Mungu Nehemia anaomba toba. Bwana Yesu asifiwe. Anaomba toba kwa ajili yake, anaomba kwa ajili ya familia yake, anaomba kwa ajili ya taifa lake. Kwa hiyo wakati wote na saa yote ile unapoomba toba, usiishie tu kuomba toba kwa ajili yako, kwa sababu kwenye mchakato wa kuvunja madhabahu, omba toba kwa ajili ya taifa, omba toba kwa ajili ya nchi yako,
Omba toba kwa ajili ya familia yako, kwa sababu kuna vitu vimewafunga, lakini vimewafunga kwa sababu ya makosa, kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya uovu. Familia imefungwa kwenye eneo la uchumi. Inawezekana kuna shida kwenye eneo la utakatifu, kwenye eneo la uovu kuna shida. Ndugu zako wamefungwa, familia yako imefungwa. Kwa hiyo unakwenda mbele za Mungu, omba kwa niaba ya familia, omba toba, mwambie Mungu, nisamee, nitakase, nisafishe, nioshe, ninaomba rehema, ninaomba unisafishe. Wakati huo unapoomba toba, tayari umeshaingia kwenye mchakato sasa wa kuzivunja madhabahu za nani? Za kuzimu. Ukisoma pia kitabu cha Danieli sura ya 5 na mstari wa 6 na mstari wa kitabu cha Danieli sura ya 9, sura ya 9 na mstari ule wa 5 na mstari wa 5 utagundua vitu fulani, utagundua vitu fulani hapo. Hebu soma kitabu kile cha Danieli sura ile 9 na mstari wa 5. Maandiko yanasema, tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako, wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii, ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu, baba zetu na watu wote wa nchi. Bwana, haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso, kama hivi leo kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa Waisraeli wote walio karibu na hao walio mbali katika nchi zote ulikowafukuza, kwa sababu ya makosa yao waliokukosa. Kwa hiyo kuna vitu vimejengeka kwenye familia za watu, kuna vitu vimejengeka kwenye koo za watu, kuna vitu vimejengeka kwenye mataifa ya watu, lakini ni vitu ambavyo vimetokana na uovu. Maandiko yanazungumza, yanasema watu wamefukuzwa Israeli, Yerusalemu, wengine wapelekwa mpaka nchi za mbali, wengine wako karibu, lakini wamefukuzwa. Kwa hiyo Danieli anajaribu kuonesha, kitabu cha Danieli sura ya 5 ukisoma na kuendelea, sura ya 5 anaomba toba, anaomba msamaha, anaomba rehema kwa ajili yake, kwa ajili ya Yerusalemu. Anasema kwa sababu hawakusikiliza hukumu za Mungu na wala hawakuyasikiliza maneno ya watumishi wa Mungu ambao walitumwa kwa ajili ya wafalme wao na walisema na baba zao hapo zamani. Kwa hiyo unatakiwa unapokuwa kwenye mchakato wa kuvunja madhabahu, utakiwa kuliacha nyuma swala la toba na msamaha, kwa sababu kuna vitu unaona kama vimefungwa kwenye maisha yako, kumbe sababu ni uovu, dhambi na makosa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema kwenye mstari anasema, tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumefanya maovu, tumeasi, naam, hata tumeacha maagizo yako na hukumu zako, wala hatukuwasikiliza watumishi wako. Kwa hiyo kuna sawa watumishi wa Mungu wanahubiri, kuna sawa watumishi wa Mungu wanaonya, kuna sawa watumishi wa Mungu wanaleta maonyo, kuna sawa watumishi wa Mungu wanakuwa na maelekezo ya Mungu, kuna sawa watumishi wa Mungu wanakuwa na directions kutoka kwa Mungu, lakini kuna watu wanakaidi, kuna watu wanakataa, kuna watu wanaasi, wanakataa kufuata na mambo yao yanafungwa, kumbe ni kwa sababu ya dhambi na uovu, ni kwa sababu ya dhambi na uovu. Na kusi wote pale ulipo kwenye mchakato wa kuvunja madhabahu, usisahau kipengele cha kutubu. Haleluya, haleluya. Jambo la tatu, kwa neema Mungu, naona Mungu anatupa neema ya kwenda haraka kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ni kukataa maagano ya giza. Kukataa maagano ya giza. Kuna watu familia zao wakati wanakuwa walikusanywa, wakawekwa waganga, wakachanjwa chale. Ukisoma kitabu cha Walawi kinasema, wala usichanjwe chale, wala usichorwe mwili wako kwa kitu, wala usichanjwe kwa chale. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna watu walichanjwa chale na waganga wa kienyeji. Kuna watu walichanjwa chale sio na waganga, hata walikuwa hawajui, na wachawi. Kuna watu walikuwa wamelala usiku, wakaamka asubuhi wana chale mgongoni,
Umelala usiku, unaamka asubuhi na chale begani, wachawi wamefanya kazi zao. Wewe kama uamini kwa katika ulimwengu wa roho jinsi unavyofanya kazi shauri yako, sawa, kikukanyaga usiku ndio utaamini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kuna maagano ya giza yanawekwa. Kuna watu wapo kwenye familia ambazo zina maagano ya giza. Jumapili kuna mfano mmoja nilitoa kanisani, nikawaambia kuna mtu mmoja alifanikiwa tu kununua TV na masofa, kununua redio, kulala juu, kulala kitandani, majini na mapepo yakaamka, mizimu ikasimama ya kwao, inasema hatutaki, anatakiwa arudi kwao. Akaanza kuugua, anapata shida. Shida ni nini? Akianza kuombewa zinainuka sauti za wabibi kutoka vijijini kwao, zinasema huyu ni wa kwetu, lakini amefanya makosa, amefanya vitu ambavyo kwetu havifanyiki. Ananunuaje masofa? Wewe kuona mtu anaenda kusoma masomo, anapofika shule anakuwa kipofu, mizimu inakataa, maagano ya kweli yamekataa. Wewe kusikia mtu mmoja amesoma daktari, lakini mapepo, mizimu ya kwao inataka awe mganga wa kienyeji. Can you imagine? Na sio tu hiyo, nimewahi kupata ushuhuda mmoja wa mchungaji mmoja mizimu ikampata ya mchungaji wake aache uchungaji akawa mganga, akaja uchungaji akawa mganga wa kienyeji kaanza kupiga tumbuli. Wanazivue sana. Changamoto ni kukosa ujanja na ufahamu wa kiroho. Watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lazima kukataa na kuvunja maagano ya shetani. Kuna watu, kuna maagano kwao, walishasema wachawi kwenye madhabahu zao hawa hawataolewa. Ndio maana napenda kuambia watu waombe maombi ya kufuta majina yao kwenye madhabahu za giza, kwa sababu inawezekana kuna sehemu jina lako limetajwa ambapo sio madhabahu ya Mungu. Wametaja majina yako kwenye madhabahu za kichawi, wametaja jina lako kwenye madhabahu za kiganga, wametaja jina lako kwenye madhabahu za kishirikina. Walienda kwa waganga, kwa wasoma nyota, kwa wapiga ramli, wakataja jina lako, wasema huyu asifanikiwe, huyu asiolewe, huyu asitoboe, huyu asisome, huyu asifanye biashara, huyu asiende nje, huyu anasikia hata kwenda nje. Wanaenda wanataja majina yako, visa zinasumbua. Unakuwa unatafuta visa kama unatafuta mtoto, pati visa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusome kitabu cha Waefeso sura ile ya 6 na mstari wa 12, ni kuoneshe namna gani ambapo tunavunja na kukataa maagano ya giza. Kitabu kile cha Waefeso rabo daya mazota hita rabo koya lesika taya mandolobo kori bataya shika. Kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 6, kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 6 na mstari ule wa 12. Maandiko yanasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo toeni silaha za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema, wao turudia kusoma mstari, kwa maana kushindana kwetu, hatushindane juu ya damu wala hatushindane juu ya nyama. Kushindana kwetu, unaposhinda lazima ujue you are in a fight, upo kwenye vita, upo kwenye mashindano. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu, si juu ya nyama. Unashindana mizimu ya kwenu, maroho ya giza. Umekosa ndoa, shindana. Put away sleep. Put away sleep. Put away food. Put away friends. Put away distractions. That's it, God. Shindana. Shindana maisha yako. Ni hatari sana kuona unateseka, kuona una shida, kuona una tabu, and you don't fight. Ni hatari sana. Weka pembeni chakula, weka pembeni distractions, weka pembeni watu, weka pembeni marafiki, weka pembeni, mtafute Yesu. Shindana, maana kushindana kwetu si juu ya damu wala nyama, bali ni katika ulimwengu wa giza. Anasema bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili. Unasikia tunashindana na nini? Tunashindana na falme. Hapa tunashindana na kijiji. Tunashindana na falme za giza. Na hizo falme za giza nasema zina mamlaka. Na tunaposhindana hatushindani na wazembe kwa kwenye Mungu. Anasema juu ya wakuu wa giza.
My God, juu ya wakuu wa giza, alafu sio pepo wabaya, na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa mwili, katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo vitu vyako haviendi, unapingwa. Kuna watu wamesimamia hizo madhabahu za giza, majeshi ya pepo wabaya, majeshi ya pepo wabaya, lakini tunao uhakika wa kuwapiga na kuwamaliza, kwa sababu Bwana ametupatia nguvu. Alafu ndio anasema hivi, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu ili mpate kushindana siku ya uovu. Kuna siku inaitwa siku ya uovu. Twaeni silaha zote za Mungu ili mpate kushindana siku ya uovu. Siku hiyo ambayo umekosa maisha, siku hiyo ambayo unaona biashara zinagoma, siku hiyo ambayo unaona ndoa inakataa, siku hiyo ambayo unaenda kuchumbia mchumba na ukataa, siku hiyo ambayo unaenda kuolewa unasikia umemshiba mume wako hata kabla ya honeymoon, siku hiyo ambayo umeenda kuoa alafu unaona mchumba anapata kichaa. Ulimwengu wa roho ni halisi, my friend. Unaona mtu anaenda kuoa, siku ya kuchumbia, kumvesha pete ya uchumba, saa pete ya uchumba inaingia kwenye kidole cha msichana kichwa kikaluka. Kwa hiyo wanasema vaeni zote za Mungu ili mpate kushindana siku ya uovu, na mkisha kushinda sasa kusimama. Kwa hiyo hatusimami mpaka tumeshindana, hatusimami mpaka tumeshindana. Unashindana, tafakari, unashindana kwa sababu tunapambana na majeshi mabaya, wakuu wa giza, wakuu wa giza, falme za kuzimu. Shindana. Unapoingia kwenye maombi, usifanye mchezo, usifanye mzaha, usicheze. Shetani akipata nafasi ya kukupiga, anakupiga. Muulize Ayubu, shetani alipopata nafasi ya kupiga, alitandika. Usimpe shetani nafasi, maandiko yanasema, wala msimpe shetani nafasi. Na ndio maana ni muhimu, na ndio maana maandiko yanasema kuhusu kuomba, yanasema ombeni siku zote wala msikate tamaa. Kwa nini nasema msikate tamaa? Kwa sababu wanajua kuna vitu vinaitwa nini, tulichosoma kwenye kitabu cha Efeso 6, siku ya uovu. Unaweza kufika siku ya uovu kata tamaa. Ombeni wala msikate tamaa. Haleluya. Bwana Yesu asaidie sana. Haleluya wa Kristo. Na jambo ambalo nataka nikufundishe la mwisho ni kujenga madhabahu mpya. Kujenga madhabahu mpya. Kwenye kujenga madhabahu mpya kuna vipengele vingi sana vya kujifunza. Lakini kwa ufupi nataka nikwambie tunavyojenga madhabahu mpya. Tunajenga madhabahu kwa kuyafanya maisha yetu kuwa dhabihu. Nitakufundisha zaidi hiki kipengele, lakini nataka nikupe hints tu. Tunajenga madhabahu mpya kwa kuifanya miili yetu na kujidhabihu mbele za Mungu. Tunajidhabihu maeneo makubwa manne kwa tunajenga madhabahu mpya. Eneo la kwanza la kujidhabihu ni eneo la ibada ya kweli. Nisikilize, ibada ya kweli inatoka moyoni, sio mdomoni. Jambo la muhimu kukumbuka, Mungu anasikia sana mawazo ya moyo kuliko maneno ya kinywa. Bwana maandiko yanasema mawazo ya moyo wangu yapo mbali. Mungu anasikia zaidi. Ndio maana unapokuwa unaomba unatakiwa kumuomba Roho Mtakatifu akusaidie na kujitahidi kuepuka distraction za mawazo mengine. Uko kanisani, kumbe uko unawaza mchungaji alivyomuusi. Mungu anasikia mawazo. Huku mdomoni huko lazima pokea sifa Bwana milele na milele. Huku moyoni na mawazo na yajua my friend you are lost. Umepotea. Jambo la pili ambalo tunatakiwa kujidhabihu katika eneo la maombi. Nitafundisha vizuri kujenga madhabahu. Jambo la tatu ambalo tunatakiwa kujidhabihu ni katika eneo la neno la Mungu. Bwana asifiwe. Katika eneo la neno la Mungu, kusoma neno la Mungu kunaita maarifa. Maandiko yanasema
na kitabu cha Torati kikae Yoshua anaambiwa kitabu cha Torati kisitoke kinywani mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na eneo la nne la kujidhabihu ni katika eneo la dhabihu na utoaji. Kuna vitu havitafunguka mpaka umetoa. Mungu anawatazama sana wanaotoa kuliko wanaopokea. Nitakufundisha zaidi kujenga madhabahu. Lakini jambo lingine la mwisho ambalo nataka nikwambie, tunapovunja madhabahu, jinasue kwenye familia yako, jinasue kwenye huo mtego wa familia, mtego wa ukoo na mambo yote yanayofuatilia ukoo, kwa kusema kila mtu atauchukua mzigo wake. Arudia, kwa kusema kila mtu atauchukua mzigo, kwa sababu baba na mwana hawatashare dhambi. Kwa hiyo unakiri kwenye maombi yako kwamba kila mtu atauchukua mzigo wake. Kwa neema ya Mungu, msalimu kwa nataka kusoma, ndio nimefungua Biblia nikaupata tu. Wala Mungu kuna kitu nataka kufundisha. Kitabu kile cha Ezekieli sura ile ya 18 na mstari wa 20. Kitabu cha Ezekieli 18:20, maandiko yanasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hatauchukua uovu wa baba yake, wala baba hatauchukua uovu wa mwanae. Jinasue kwenye mtego kwa maovu, kwa maroho ya kwenu, maroho fatilizi. Sema mimi sio wa ukoo, mimi ni wa ukoo wa Yesu. Maroho ya ukoo wetu wa masala kulangwa hayatanifuata, kwa sababu mwana hatauchukua uovu wa baba. Maroho ya ukoo wetu wa Shilima, maroho ya ukoo wenu wa Kishoko, maroho ya ukoo wenu wa I don't know somebody, unasema hayo maroho ya ukoo hayatanifuata, kwa sababu kitabu cha Ezekieli sura ya 18 mstari wa 20 kinasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayohukumiwa. Baba atachukua hukumu ya mwana, wala mwana atachukua dhambi ya baba. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu leo tunavunja kila madhabahu inayokutesa. Funika macho pale ulipotuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyeshinda kifo na mauti, mfalme wa utukufu, Bwana wa mabwana, jemedari wetu, Mungu mtukufu, asante kwa sababu ya kila mtu aliyekuwa akitazama kipindi hiki. Asante kwa sababu ya yale ambayo Mungu anakwenda kufanya kwenye maisha yake. Asante kwa sababu ya nguvu ya jina lako, nguvu ya neno lako na nguvu ya damu yako. Asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja, Yesu maana Mungu anakwenda kufanya ukombozi. Asante kwa sababu ya mafundisho aliyotupatia siku ya leo. Asante kwa sababu Mungu anakwenda kufanya ukombozi kwenye maisha ya watu. Asante kwa sababu Mungu anakwenda kufanya ukombozi kwenye maisha ya watu. Asante kwa sababu Mungu anakwenda kufanya ukombozi. Nami navunja kila madhabahu ya giza, navunja kila falme za kuzimu, navunja kila majeshi ya pepo wabaya, navunja kila wakuu wa giza, navunja kila mashtaka, navunja kila nguvu za kipepo kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninabomoa na ninalaani, ninaseta, ninaangusha, ninapiga, ninapasua kwa jina la Yesu Kristo na kwa nguvu ya damu ya Yesu. Baba, asante kwa sababu ya neema, asante kwa sababu ya rehema na kipaji chako, asante kwa sababu ya nguvu yako, asante kwa sababu ya rehema zako. Tunakubariki na kukutukuza katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki, neema ya Mungu ikufunike. Naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Pangwe wa madhabahu ya Shiloh Presbyterian Church, mahali ambapo tutakutana na nguvu za Mungu. Tunamwabudu Mungu katika kanisa la Shiloh Presbyterian Church. Madhabahu ya Bwana iko jiji la Mwanza, maeneo ama mtaa unaitwa Mahina, jirani na shule ya Alliance Girls. Ukifika hapo utakuwa umefika. Mungu wa mbinguni akubariki. Ni mahali ambapo utajua kufika, ni mahali utakapopokea neema, utakapopokea kibali, utakapopokea nguvu, utakapopokea upako, utapokea mafuta na utapokea nguvu ya kufanya sio uwezekana. Mungu wa mbinguni akubariki. Shalom.